Salama vipi? Uko sawa sawa? Niko poa kabisa, namshukuru Mungu. Mazoezi yanaendeleaje jioni ya leo chini ya kocha? Mazoezi yanaendelea vizuri, ndo tumefika hapa kwa kila kitu. Sasa hivi tunamsubiria mwalimu hapa tuanze program ya mazoezi. Kwenda kucheza dhidi ya Yanga mpaka hivi sasa, mbali tuna yale ambayo anasema mwalimu, nyinyi kama wachezaji mmejipangaje? Sisi tumejipanga vizuri kwa sababu tushafanya sana mazoezi. Kwa hiyo ni sisi tu kwenda kumwakilisha mwalimu wetu na kile ambacho ametuelekeza, naamini kesho tutaenda kufanya vizuri. Mmecheza mechi ya mwisho, mmepata sare pale Dodoma. Wananchi pia ambao mnakwenda kusana nao wameweza kupata sare wakiwa pale Mbeya. Unadhani itakuwa ni mechi ya namna gani? Itakuwa ni mechi ngumu kwa sababu kwenye ligi naamini ndio mechi ya kwanza inatukutanisha na wao. Kwa hiyo itakuwa ni mechi tough. Japokuwa ni timu kubwa, tutaenda kwa kama kuwaheshimu. Ile profile ya nyota wa Yanga haiwapi hofu wachezaji wa Mtibwa kuona kwamba wametoka kwenye mchuano wa kimataifa, pengine wana ile energy ya ushindi? Hapana, haiwezi kutupa hofu. Sisi wote tunakutana naye tunacheza kwa sababu ni mpira. Mpira unajua ukishafanya mazoezi afu uwanjani pia mnakutana 11 huko 11 huko. Kwa hiyo tunaonekana wote ni sawa tu. Isipokuwa zinatofautiana pale ni majina kwamba hii ni Yanga, hii ni Mtibwa. Yeah. Kucheza kwenye uwanja ambao pia una mashabiki wengi ambao hawasupport nyinyi. Hiyo pia unaichukulia? Hiyo haitotoa sana mchezoni kwa sababu sio mechi ya kwanza kucheza hivyo. Kwa hiyo sisi kwetu si ni kawaida. Sio wenyewe na mashabiki naamini wapo mashabiki kesho watakuwepo. Mofi pia wanakuja na pressure kwamba mechi ya mwisho walipata sare, basi hii wanataka washinde. Kila timu imejiandaa kwa upande wao. Wao wamejiandaa kwamba watakuja kivingine na sisi tumejiandaa kivingine. Kwa hiyo hapa kesho ina maana kesho ni mpira tutakaochezeka. Kwa experience yako kwa hizi timu ambazo ziko hapa Dar es Salaam, timu za Yanga, Simba, JKT, KMC, ipi ni ngumu kwa upande wako kucheza nao? Timu zote ni ngumu, especially ukiangalia timu ya Simba na Yanga ni timu Kongo, afu ndio timu kubwa hapa Tanzania. Kwa hiyo hizo ni timu ambazo yani ukienda kucheza nao lazima uingie kwa kumheshimu mpinzani. Tofauti na hizo zingine ambazo ukutana nazo unajua unaweza kufunguka, lakini timu mbili hauwezi kufunguka kwa sababu ni timu ambazo zinajulikana. Natamani siku moja kuja kuitumikia moja ya timu za hapa Dar. Ikitokea inshallah tutacheza. Unamuona wapi Marungu wa msimu huu 2025-26? Tumtarajie Marungu wa namna gani? Katika hizo mechi za awali tumekuona, lakini kwa muendelezo. Mimi naamini katika uwezo wangu, kwa hiyo sina shaka na kipaji changu, kwa hiyo nitamwona mbali zaidi ya hapa Omari Marungu. Tudokezee kidogo kwa wale ambao hawakufahamu safari ya Omari Marungu ilipoanza ya soka mpaka leo kwa hapa ambapo tunakuona. Mimi nimeanzia kwenye kituo changu cha Mabibo Football Foundation ipo Mabibo pale. Ndo timu ambayo ilinitoa ikanipeleka Mtibwa. Kwa Mtibwa mimi nimeanza under 20 pale nikaja kwa mfungaji bora kama unakumbuka. 2021-22 nikaibuka kwa mfungaji bora, nikaenda nje, nikacheza nje nikarudi. Kwa hiyo ni timu yangu ambayo sijawahi kucheza timu nyingine yote zaidi ya Mtibwa Sugar. Kwa hiyo ni timu ambayo imenilea, imenikuza mpaka kufika hapa nilipo. Mpaka mimi watu wote wananijua kwa jina la Omari Marungu kwa sababu ya timu. Ni moja ya timu ambayo pia bila shaka utakuwa unapendezwa nayo. Ndio timu yangu, ndio timu ambayo yani hapa ni nyumbani, ndio timu ambayo imenilea. Kocha Awadhi Juma ni kocha namna gani? Kocha Awadhi ni kocha mzuri, ni kocha mzoefu na ni kocha ambaye anapenda vijana, yani anapenda yani ukionyesha mazoezini anakupa nafasi. Kwa hiyo ni kocha ambaye yupo pisi sana na ni wachezaji wote tunampenda na tunaamini katika uwezo wake. Jaribu sasa kuangalia ikiwa yamekaribia ama yamesalia masaa kadhaa tu kwenda kuona mkipepetuana hapa na wananchi. Nyota yupi ambaye anakupa hofu ya kukutana naye? Mimi siwezi kupata hofu ya kukutana na mchezaji isipokuwa labda tuseme kwa wachezaji wa Yanga wengi si toka ligi yanza kuja kukutana nao. Kwa hiyo tunaangalia kwenye TV. Kwa hiyo haiwezi kutupa hofu sana, lakini tutaenda kama kuwaheshimu tu wapinzani wetu. Lakini mchezaji hawezi kukupa hofu kwa sababu yule ni kama mimi tu. Isipokuwa tumetofautiana kwamba yeye yupo Yanga, mimi nipo Mtibwa. Yaani kwamba battle tutaliona. Bado mtaliona. Yaani isipokuwa tu ni majina kwamba yule Omari Marungu labda Baka au Dikijobu. Kwa hiyo ukuta wa Yanga pia ujiandae kwa Omari Marungu. Of course. So wewe tu kujiandaa. Of course ipo hivyo. Kwamba Omari Marungu wa kitambo kile sasa hivi na sasa hivi tofauti. Neno lako moja kwa mashabiki wa Mtibwa Sugar? Mimi neno langu moja kwa mashabiki wetu bwana, nachoomba wasichoke kutusapoti, sisi ni wachezaji wao. Kwa hiyo naamini tutawapa mazuri makubwa zaidi ya haya. Kwa hiyo mazuri yao yanaanzia kesho. Dhidi ya wananchi. Marungu? Yanaanzia kesho hapa dhidi ya wananchi. Tunafanya surprise hapa. Kwa mashabiki ambao watakuwa wamejaa hapa pia wa wananchi unawapa salamu gani? Mimi
kufunga tu, nikishafunga sio na wainua tu mashabiki wao. Hata kama Mtibwa waoni wewe ukiona Yanga utaona. Of course kwa sababu Yanga ni timu kubwa, kwa hiyo watakaoja hapa wengi watakuwa ni mashabiki wa Yanga. Yeah. Diarra humwofi kwa sababu washambuliaji wengi wanasema miongoni mwa makipa wagumu kuwafunga kwenye ligi basi ni Djigui Diarra. Yeah, Diarra ni kipa mzuri, ni mzoefu pia, ni kipa ambaye anauelewa kikagolini. Kwa hiyo ni kipa ambaye kwa sababu ukitaka, yani sisi kama masteko ukitaka kucheza naye lazima uwe na akili nyingi sana kwa sababu ni kipa ambaye ni mjanja pia. Asante sana wewe pia. Nasubiri kuona namna ambavyo utawainua na mashabiki. Inshallah tuombe uzima. Tuombe uzima. Asante sana. Asante na